Ni daraja kubwa Afrika Mashariki, daraja lina kilomita 3.52 kitu kama hivyo, 2 au 5. Kwa daraja kubwa sana, na ni moja kati ya daraja ambalo litasogeza uchumi wa mikoa hii miwili ya Simiyu pamoja na mkoa wa Mwanza, lakini vile vile daraja ambalo litarahisisha usafirishaji baina ya maeneo hayo na Tanzania kwa ujumla. Sasa hivi itakuwa si tena shida kupita katika eneo hilo. Lakini tunajua watu wengi tumekuwa tukitamani kupeperusha mambo ambayo rais wetu Samia Suluhu Hassan amekuwa akiyafanya, kuyapeleka viral, kwa maana kupiga picha, kuchukua video, kutengeneza content na vitu vingine vingi. Na nadhani ni utaratibu wa kawaida kabisa ambao umefanywa wa kupata kibali kutoka kwenye wizara husika. Hiyo inasaidia kulinda miundombinu. Sio, umeelewa vizuri, kwa sababu ukiacha ukifungulia mbwa, maana kufungulia mbwa ukifungulia mbwa, kila mtu afanya anachojisikia pale, lile daraja limetumia bilioni 700 na sio, umeelewa vizuri. Kwa hiyo marekebisho yake pia atatumia fedha nyingi za Watanzania. Kwa hiyo tulilinde, tulitunze, na amezungumza Samia kwenye hotuba yake jana, madereva wajitahidi sana kuliheshimu na kulilinda lile daraja na kufuata sheria za barabarani, kwa sababu kuna ajali huwa zinatokea kwenye daraja, unafahamu, kuvunja baadhi ya miundombinu, zile nguzo zilizoko pale na vitu vingine. Kwa hiyo lisaidie kwenye maendeleo, lakini vile vile sisi wenyewe tulitunze na tulilinde kama ambavyo limekuwepo. Unafahamu daraja ya Tanzanite liko hapa, ni moja kati ya vituo vikubwa sana katika jiji la Dar es Salaam. Ukiachia mbali Askari Monument ambayo ilikuwa pale Posta imevunjwa, ambayo sasa hivi haipo kwa sababu ya ujenzi wa barabara za mwendokasi. Kivutio pekee kinachobaki ni madaraja mawili katika mkoa wa Dar es Salaam, daraja la Tanzanite na daraja la Kigamboni. Sio, umeelewa vizuri. Ni vivutio sana, ukipiga picha pale, ukichukua picha za drone ni bonge moja la jambo zuri sana ambalo linaonekana na kinakuwa kama kitambulisho cha jiji la Dar es Salaam baada ya Askari Monument kuondolewa pale katika lile eneo. Kwa hiyo binafsi naona kwamba tuendelee kutunza, kulinda miundombinu yetu, lakini vile vile tuzijali fedha ambazo serikali inatumia. Ni fedha zetu wa Tanzania ambazo tunalipa kodi, na unafahamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezungumza kwamba sasa hivi tunatakiwa kuwategemea sana mikopo na wahisani kwa sababu ya namna ambavyo mambo yamebadilika sasa hivi. Kwa hiyo hii ulinzi wa mali za Tanzania utasaidia sisi kuweza kuendeleza na kufanya vitu vingine vikubwa katika nchi yetu kama Watanzania kwa ujumla wake. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Morning Bantu.